Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu tena katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka katika jiji la Dodoma kuanzia Agosti 8 hadi 14, 2026. Furahani ya kwangu mimi na wewe kukutana tena katika wiki hii nzuri yenye matukio mengi. Lengo letu sisi ni kukujulisha nini, nani kafanya nini, kwa sababu gani, lini, nani wapi. Na haya ni machache tu kati ya mengi yaliyojili ndani ya jiji la Dodoma. Karibu sana mtazamaji, tukikusogezea matukio haya. Langu jina ni Queen Masunga. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu unaojengwa katika kata ya Nzuguni, halmashauri ya jiji la Dodoma, umefikia 14%, huku ukiendelea kutoa ajira kwa vijana kati ya 210 hadi 300 kulingana na mahitaji ya kazi. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya mradi huo, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule alisema kuwa uwanja huo ni mradi wa kimkakati unaolenga kukuza michezo na kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Uwanja huu ni uwanja wa kimkakati kwa nchi yetu, kwa mkoa wa Dodoma, na ndio maana tukaona kuna sababu ya sisi kuja kutembelea leo, kujua namna unavyojengwa, hatua mbalimbali zilizofikiwa, na kama liko jambo ambalo kama mkoa tunatakiwa hata changamoto yote ambayo kama mkoa tunatakiwa tuitatue, na uwanja huu wa Dodoma lazima ujengwe. Tunampongeza na kumshukuru sana. Lakini kikubwa pia niendelee kushukuru kwa sababu faida za uwanja huu tunazijua, kwa wananchi wa Tanzania tutapata kiwanja chenye sifa za kimataifa, manake sifa za FIFA, lakini sifa za mpira Afrika au AFCON. Huu uwanja niwaambia ni wa kiwango cha juu kabisa cha sifa za viwanja hivyo, ambavyo mpira wowote wa kiwango chochote cha juu unaweza kuchezwa hapa. Kwa hii sisi itatupa fursa kama mkoa, lakini kama nchi, kupata nafasi ya timu mbalimbali kuja kufanya michezo katika mkoa huu, na mkoa huu kuendelea kuwa mkoa utalii wa michezo. Jitihada za kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Mchemwa zimepata nguvu baada ya kuchangiwa matofali 5,000 kwa ya seruji 250 pamoja na gharama za mafundi hadi hatua ya kufunika jengo, huku wananchi wakihimizwa kushiriki kikamilifu kuhakikisha zahanati hiyo inakamilika na kuanza kutoa huduma. Kwenye zahanati nitawachangia matofali 5,000 na mifuko ya saruji 250 na gharama za fundi mpaka kufunika jamvi nitalipa mimi. Mimi nawaomba jambo moja tu na makutupora. Zahanati sio ya kwangu, zahanati ya kwetu. Kila mmoja akahakikisha pale mchanga wake unaingia kwenye zahanati. Naomba mkatoe ushirikiano. Kuna baadhi ya gharama sio lazima nilipie mimi. Hapa kuna vijana wengi sana. Mkiniambia nilipie kuchimba mtaro, kuchimba msingi, mtakuwa mjanitendea haki. Natamani kuwaona vijana wa hapa. Muifanye hili jambo la kwetu sote, sio la kwangu mimi. Tumeelewana na Mekutupora? Tumeelewana? Zahanati hoye! La pili, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni kinara wa masuala ya afya, na hasa masuala ya afya ya mama na mtoto. Na hapa lengo letu kubwa ni kusogeza hii huduma. Naamini serikali yetu haitatuacha, itatuunga mkono kwenye ujenzi wa zahanati yetu hii. Na mimi kama mbunge na diwani wenu kama meya, tutahakikisha tunashawishi jiji la Dodoma itengwe fedha ya kuja kumalizia zahanati yetu hii hapa. La tatu na la mwisho, mtawatafutia wadau ambao watakuja kutuunga mkono ili zahanati yetu ikamilike kwa haraka.
ili mama zangu, baba zangu na vijana wenzangu mwanze kupata huduma hii mapema iwezekanavyo. Makutupora oye! Akizungumza katika tukio hilo, mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Dodoma Alimoni Chaula, ambaye ni diwani wa kata ya Makutupora, aliahidi kuunga mkono ujenzi wa zahanati hiyo hadi utakapokamilika, akisisitiza kuwa zoezi hilo halipaswi kuishia katika siku ya kukabidhi vifaa vya ujenzi. Wananchi sio kwamba inaenda eti inaishia leo kukabidhi, hapana. Tunahitaji ndani ya wiki moja angalau tuone ukuta umefika eneo gani. Kazi yangu ambayo mheshimiwa na kuhakikishia nitaifanya kama alivyosema dada yangu Roberta, mimi ni meya wa jiji la Dodoma. Kwenye bajeti yoyote nitaunga mkono mpaka kumaliza hichi kituo, tuwe tumemaliza. Hiki unachokifanya ni kuokoa mioyo ya mama zetu, watoto, wa baba na watu mbalimbali. Tunakushukuru sana mheshimiwa, hatuna cha kulipa, Mungu atakulipia kwenye hili. Halmashauri ya jiji la Dodoma imewataka maafisa afya na watumishi wa sekta mbalimbali kuimarisha ushirikiano na kutumia ipasavyo mafunzo ya matumizi ya mfumo wa shirika la viwango Tanzania TBS ili kuongeza ufanisi katika ukaguzi na usajili wa bidhaa. Akifungua mafunzo hayo, mganga mkuu wa jiji la Dodoma Daktari Sebastian Pima alisema kuwa mafunzo hayo yanalenga kuwajenga uwezo wa shiriki kutumia mfumo wa TBS kwa usahihi ili shughuli zote za ukaguzi na usajili ziweze kufanyika kwa ufanisi kupitia mfumo huo. Ndugu zangu, mtaalamu kutoka TBS hapa amesema kwamba tulikuwa tufanye vizuri sana na anatarajia baada ya mafunzo haya labda tutakwenda vizuri. Mimi naomba nimhakikishie baada ya mafunzo haya tutakuwa vizuri. Lakini tutakuwa vizuri kwa kila mmoja kujipanga. Kunarudia kusema tukimaliza mafunzo haya tutakuwa na malengo. Tunaomba mnyororo wa ushirikiano kuanzia kule chini. Tushirikiane sekta zote, tushirikiane maafisa afya wote, tushirikiane sisi kanda, lakini na sisi ofisi kuu tutoe msaada na support inayohitajika. Ukikwama lolote, toa taarifa. Sijui unakitendea kazi sikishikwambi hiyo nini, tulisha solve hiyo. Kama bado una changamoto, toa taarifa. Miaka 2 iliyotangulia, ukiangalia mwaka ule wa fedha uliotangulia, tulikuwa vibaya. Mwaka uliofuatia tumefanya vizuri kidogo. Lakini mwaka huu ni kama tumeanza vizuri. Kuna kanda zinatajwa zinafanya vizuri kama kanda namba 2. Wana reach target zile zilizowekwa za wiki mkitazama. Lakini sisi ndio makao makuu. Sisi ni jiji lililoko makao makuu. Sisi ni halmashauri iliyoko makao makuu. Ndugu zetu hawa wanakuja tu kwa mguu. Sasa kwa nini tusicapitalize? Kwa nini tusitumie hiyo fursa iliyotuzunguka kuweza kujijengea uwezo tufanye vizuri? Watu wengine wajiulize Dodoma huko mnafanyaje? Vinginevyo tukaa tuna resources zimetuzunguka hapa tufanye vizuri hatueleweki. Kwa hiyo sisi kwa kweli kila mmoja aweze kujikana mwenyewe aseme ndio sasa tunataka kufanya vizuri. Kwa kama walivyosema msafi wa jiji kwamba sisi tunataka tuwe model Tanzania, na ni kweli tunataka kuwa model. Kwa nini? Kila sababu tunayo. Yaani sababu tunayo kwa sababu rasilimali zimetuzunguka, zile opportunity, bahati zimetuzunguka, kwa ni kuzitumia tu. Kwa hiyo naomba sana utayari wenu kwenda kufanya hizi kazi. Kwa upande wake, afisa mwandamizi wa TBS kanda ya kati Donisian Lutahala alisema kuwa mafunzo hayo yalilenga kuongeza uelewa wa wakaguzi kuhusu namna bora ya kutekeleza majukumu yao ili kuongeza ufanisi na matokeo chanya katika kazi. Naitwa Donisian Lutahala, ni afisa mwandamizi kutoka shirika la viwango Tanzania, ofisi za TBS kanda ya kati. Lakini pia mimi ndio mratibu wa shughuli za ushirikiano kati ya TBS na LGA katika kanda yetu ya kati. Leo kuanzia jana tumekuwa tukiendelea na mafunzo ya kuwawezesha wakaguzi kwa ngazi ya halmashauri ya Dodoma jiji kwa ajili ya kupata uelewa namna ya kutekeleza yale majukumu ya ushirikiano kati ya TBS na halmashauri ya jiji la Dodoma. Lengo lilikuwa ni kuwajengea uwezo, lakini pia waweze kutekeleza haya majukumu kiufanisi na kuweza kuwa na
performance kubwa sana, yani kupiga hatua kwa kile wanachokitekeleza. Mafunzo haya yatakuwa na umuhimu mkubwa sana kwa sababu tumejitahidi kuwafundisha mfumo wa tunaotumia katika usajili wa maduka ya bidhaa chakula na vipodozi ambao tunaita online application system OAS. Lakini pia tumejaribu kupitia vile viambatasumbu vya kwenye vipodozi ili watakaokuwa kwenye ukaguzi waweze kutambua bidhaa ambazo zinafaa na zile ambazo hazifai kwa ajili ya kuchukua hatua stahiki. Washiriki kwa ujumla wameweka kwamba wameelewa kwa zuri zaidi, lakini pia wameahidi kutekeleza yale ambayo tumekubaliana kwenye mafunzo hayo. Ni matumaini yetu TBS baada ya mafunzo hayo tutaona kwamba Dodoma Jiji kama ilivyo kauli mbiu yako kwamba inapaa katika kuhakikisha kwamba haya majukumu ya ushirikiano kati ya TBS na RGA inakuwa ya kwanza kabisa kitaifa. Jamii imetakiwa kuwaunga mkono akina mama wanaonyonyesha ili kuwawezesha kutimiza wajibu wao huo ulio muhimu kwa afya na ukuaji wa watoto. Kizungumza katika maadhimisho ya siku ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama duniani, kaimu mganga mfawidhi wa kituo cha afya Ilazo Daktari Moses Ramadhani alisisitiza umuhimu wa mtoto kupata maziwa ya mama, kieleza kuwa unyonyeshaji una mchango mkubwa katika afya na ukuaji wa mtoto. Na sisi kama kituo tumepata wasaa wa kuadhimisha maadhimisho haya katika kituo chetu cha afya Ilazo, na tumetembelewa na wageni ambao ni wataalamu wa lishe pamoja na wauguzi wetu kutoka kwenye kitengo cha RCH. Kwa hiyo nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisha wageni wote, na katika siku ya leo ya kilele tutakuwa na shughuli mbalimbali kwenye kituo chetu. Shughuli ya kwanza ni tunawahamasisha unyonyeshaji kwa mama waliojifungua na ambao hawajifungua. Shughuli ya pili tutakuwa na kutoa elimu ya afya juu ya lishe kwa kina mama na umuhimu wa kunyonyesha watoto baada ya kujifungua. Na shughuli ya mwisho tumeandaa mapishi maalum, wataalamu wa lishe pamoja na wauguzi wa kitengo cha mama na mtoto wameandaa lishe sahihi na lishe bora ya ambayo mama atumie wakati wa unyonyeshaji. Na tunaona kwamba katika siku za karibuni kwamba serikali yetu pamoja na Wizara ya Afya imesisitiza sana juu ya umuhimu wa unyonyeshaji. Na umuhimu wa unyonyeshaji wa watoto wadogo au watoto wachanga unasaidia pia kukuza afya zao pamoja na kuweza kuwakinga wasipate na maradhi mbalimbali. Na tunashauri pia unyonyeshaji ufanyike kwa kipindi cha miezi 6. Mtoto anakuwa anakunywa maziwa la mama tu. Baada hapo anaanza na vyakula vingine na wataalamu wataelezea kwa undani zaidi. Kwa hiyo sisi kama kituo cha afya tumekuwa tukiratibu hizi shughuli za kila siku katika kliniki yetu ya mama na mtoto kwa kuwapa elimu. Na tulianza zoezi hili tokea tarehe 1 mwezi wa 8. Tumekuwa tukifanya hivyo kila siku kutoa elimu kwa mama pamoja na wananchi wanaofika kwenye kupata huduma kwenye kituo chetu. Mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia matukio ya wiki. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Jumla ya wanamichezo 60 wa halmashauri ya jiji la Dodoma wakiwemo makocha 4 wametakiwa kuzingatia nidhamu na uzalendo katika mashindano ya shirikisho la michezo ya serikali za mitaa Tanzania SHIMISEMITA yanayofanyika mkoani Mbeya ili kulinda hadhi ya makao makuu. Kauli hiyo ilitolewa na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma Daktari Fredrick Sagamiko katika hafla fupi ya kuaga wanamichezo hao iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri. Mnaenda mkifahamu kwamba mnatokea makao makuu ya nchi. Hilo ni jambo kubwa sana. Kila mtumishi wa nchi angetamani kuja kufanya kazi Dodoma. Lakini kati ya wote Mungu akawachagua na kuwafanya nyinyi kuja kufanya kazi Dodoma. Na kubwa zaidi, ndani ya Dodoma tuna watumishi zaidi ya 6,000. Kati ya hao bado Mungu akawaamua kuwapendelea, kuwafanya nyinyi kuwa sehemu ya timu ya kuiwakilisha Dodoma. Mwaka jana tulikuwa tunasema na napenda kurudia, Dodoma ikishinda nchi inafurahi. Si ndio kwa sababu tunasema Dodoma ndio fahari ya Watanzania. Kwa hiyo Dodoma ikishinda, na mliokuwa Tanga mnakumbuka, yani kila mtu alikuwa anasikitika mnavyopoteza mchezo. Kwa sababu Dodoma ni tabasamu la nchi hii kwenye kila kitu, kwenye kila sekta.
Kwa hiyo hakikisheni mnaenda kupeleka tabasamu kwa Watanzania kupitia michezo hii ya Shemishemita. Kwa hiyo tunaamini kabisa makocha mmefundisha mbinu zile ambazo watu waone kuna Dodoma alafu kuna halmashauri zingine. Yaani kuna Dodoma ambayo ni halmashauri ya wote alafu kuna halmashauri zingine. Kwa hiyo mkaitangaze Dodoma ya Watanzania. Kwa upande wake afisa michezo wa jiji la Dodoma Neema Kilungula alisema kuwa timu hiyo imejiandaa vyema kwa ajili ya mashindano na ina dhamira ya kuiwakilisha halmashauri ya jiji la Dodoma, huku wana michezo wakitakiwa kutumia mashindano hayo kuonyesha vipaji, nidhamu na uwezo wao katika kulinda hadhi ya Dodoma kama makao makuu ya nchi. Kwa majina naitwa Neema Kilongola, ni kaimu mkuu wa kitengo cha michezo, utamaduni na sanaa. Tunashukuru sana halmashauri yetu ya jiji la Dodoma kwa kutupa sapoti ya kiwango cha juu sana watumishi kwenda kushiriki mashindano ya Shemishemita na mashindano mengine yoyote yanayofanyikia ndani na nje ya mkoa wa Dodoma na ndani ya nje ya jiji la Dodoma. Kwa mwaka huu tutafanya vizuri kwa ile michezo yote ambayo mwaka jana hatukuicheza na ambao tukufanya vizuri, kwa mfano kama basket wanaume hatukucheza, mwaka huu tunaicheza na tuna timu nzuri sana kwa wanaume. Kwa hiyo tuna uhakika kikombe cha basket kinakuja Dodoma. Lakini pia ngoma, tumepata mwalimu mzuri ambaye ni PhD holders, yuko UDOM na ni lecture UDOM ambaye anatufundisha ngoma. Ngoma yetu iko vizuri sana, tuna uhakika kama kukiwa hakuna bias, hakuna upendeleo, tunaweza tukachukua. Hata kwaya pia tumeangalia mapungufu tuliyofanya mwaka jana, mwaka huu tumerekebisha. Mbali na hivyo, mwaka jana hatakuwa na mchezo wa kuvuta kamba kabisa, mwaka huu tunavuta kamba. Lakini pia tuna mchezaji mkongwe ambaye ana mashindano ya mkoa, anakuaga mshindi wa kwanza kwenye upande wa bao, na sasa hivi tunaenda naye. Mbali na hapo, kuna mchoraji, tunaenda na mchoraji. Hii michezo yote mwaka jana hatukuicheza kabisa wala hatukushiriki, lakini sasa hivi tunaenda na mchoraji, tunaenda na mtu wa bao, tunaenda na mtu wa darts, tunaenda na mtu wa karata. Yaani kwa mwaka huu kiukweli mimi ninapata amani, najua tutafanya kitu kikubwa sana, kitu kizuri sana. Ndani ya halmashauri karibu 100 na ambazo mwaka huu zinashiriki, zimeongezeka kutoka 92 zimekuja hadi 100 na tutashinda. Ushindi mkubwa sana wa kishindo. Tunakushukuru sana mtazamaji wa Dodoma City TV kwa kufuatilia matukio yetu mwanzo mpaka sasa tunapoelekea katika tamati yake. Matukio haya tumekuandalia kitengo cha mawasiliano serikalini halmashauri ya jiji la Dodoma. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, mimi ni Queen Masunga. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kwa heri kwa sasa.